Katika kuhakikisha wafanyakazi wanapata fidia stahiki kwa wakati pindi wanapoumia au kuugua kutokana na kazi, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF umeandaa mafunzo maalumu kwa madaktari ili kuwaongezea ujuzi wa kufanya tathmini sahihi za madhara ya ajali na magonjwa kazini. Mafunzo hayo yamefanyika jijini Tanga na kuwakutanisha madaktari takriban 150 kutoka hospitali za umma na binafsi kwenye mikoa 7 ya Tanzania, yakiwa na lengo la kuboresha huduma za fidia kwa wanufaika wa WCF. Ni matarajio ya mfuko na serikali. Kwenye ufunguzi wa mafunzo hayo, naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Rahma Kisuo, amesema serikali imeendelea kuwekeza kwenye rasilimali watu ili kuhakikisha viwango vya kimataifa vinafikiwa katika utoaji wa fidia. Ni matarajio ya mfuko na serikali kwa ujumla kuwa baada ya mafunzo haya mtakuwa nguzo muhimu katika kuwahudumia kwa ufanisi wahanga wa ajali zinazotokana na kazi pamoja na magonjwa yanayotokana na kazi. Na wasihi mkumbuke kwamba utendaji wenu ulio bora utawezesha wafanyakazi wanaolengwa kunufaika kwa kurejea kazini mapema, hivyo kuongeza ufanisi na uzalishaji wa kukuza tija ya taifa. Kufanyiwa tathmini za ulemavu kwa wakati wowote na hatimaye WCF kuwalipa fidia stahiki kwa wakati wanaostahili. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa WCF Dr. John Mduma anasema mafunzo hayo ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya mfuko kuhakikisha tathmini sahihi na ya wakati inafanyika kwa wahusika wa ajali na magonjwa yatokanayo na kazi. Na ili fidia zitolewe, basi huduma ya madaktari kama hawa ni muhimu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, madhumuni kama nilivyokwisha sema ni ya kujengeana uwezo ili madaktari hawa waendelee kuwa mabalozi wa WCF katika utendaji kazi wao. Maana Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi na uchanga wetu, hata kama tuna miaka 10 hatujaweza kufika kila mahali. Kwa hiyo hawa wanakuwa ni extension ya huduma zetu pale itakapofika kuna mgonjwa alipata ugonjwa unaotokana na kazi au ajali inayotokana na kazi, na wao watakuwa na jukumu la kutusaidia. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wakiwamo Dr. Salma Nasoro na Dr. Ombeni Bili wamesema mafunzo hayo yamewaongezea uelewa na kusaidia kuboresha ushirikiano katika kutoa huduma bora kwa wanufaika wa mfuko huo. Ili mgonjwa awe amepatiwa fao lake la kuumia kazini, anatakiwa kuna kitu tunakiita maximum recovery period. Yaani tayari awe ameshapona, anarudi tena kwa daktari, daktari anamuassess tena, and then ndo huyu pale anapata mafao yake. Sio kama labda ukiumia leo sasa hivi na sasa hivi utaenda ukapewe mafao yako, kwa sababu utakapoumia hapo hapo ndo ukapatiwa mafao yako. Je, pengine labda ulivunjika kwa wakati ule, lakini tukikupa mafao yako hapo hapo, pengine baada ya muda mfupi kuvunjika kule kumekuletea athari nyingine labda ya ulemavu. Ina maana ndio maana tunasema tunamsubiri mgonjwa apoe kabisa, baadaye ndio kuna timu ya madaktari, sio daktari mmoja, ni timu ya madaktari tofauti ambao wanakufanyia assessment, lakini pia tuna muongozo. Sio kama tunafanya assessment kwa kuangalia mtu binafsi unaangalia nini. Tuna vitabu ambavyo vina muongozo kamili ambao unatuelekeza kila sehemu ambayo mfanyakazi ameumia anahitaji stahiki gani. Kiserikali na taasisi binafsi. Sasa unakuta kuna baadhi ya taasisi binafsi hazipeleki michango husika katika mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Kwa hiyo utakapopata ajali au tukio lolote ambalo linatokana na mahali pa kazi kama vile ugonjwa, unakuta mfanyakazi wa taasisi husika unapata shida kutokana na kukosekana kwa ile michango. Kwa hiyo zile fidia zako hutapata kwa wakati kwa sababu mwajiri wako atakuwa hajaziwasilisha au kuzipeleka kwenye mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Kwa hiyo inakuwa inamuathiri yule mlengwa ambaye amepata ajali au amepata ugonjwa mahala pake pa kazi. Madaktari hawa wanatoka mikoa ya Tanga, Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Morogoro, Pwani na Dar es Salaam.